kesi ambayo mnakumbuka mauaji yaliyotokea tarehe 10 mwezi Mei mwaka huu 2025 yaliyomhusisha mwalimu wa dini maarufu kama katekista Katoliki parokia ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu iliyopo Tazara Tunduma, ambaye anafahamika kwa majina ya Diamond Mwenda mwenye umri wa miaka 38 aliyefariki tarehe hiyo inayosema tarehe 10 mwezi wa 5 kwa kushambuliwa na vitu vyenye ncha kali akiwa nyumbani kwake maeneo mbalimbali ya mwili baada ya kuviziwa na mtuhumiwa akiwa ndani nyumbani kwake. Katika misako na operation ambayo tumeendelea, tumeweza kumkamata mtuhumiwa mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Lameck Meritus Mwamlima mwenye umri wa miaka 29, ni fundi magari mkazi wa Migombani Tunduma, ambaye alikamatwa Mei 20, maana siku 10 baada ya tukio. Kuna mtuhumiwa mwingine baada ya kumkamata huyu, kuna mwingine amefahamika, jina tunalo, naye pia bado tunamtafuta, ambaye alishirikiana na huyu katika tukio hili la mauaji ya huyu mwalimu wa dini. Aidha, uchunguzi wa awali umebainisha kuwa sababu za mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimtuhumu marehemu ya kutembea kimapenzi na mke wake na hivyo kutekeleza mauaji hayo kama kisasi. Upelelezi wa tukio hilo bado unaendelea, na utakapokamilika jalada itapelekwa ofisi ya mashtaka kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria, ikiwa ni pamoja na kumpeleka mahakamani. Kwa hiyo mtuhumiwa amekamatwa na sababu za awali zinaonyesha kabisa ni wivu wa kimapenzi. Aidha, kwa matukio mengine katika operation hizo ambazo tunaendelea nazo, tumeweza kukamata silaha 2 aina ya pistol. Askari wetu akiwa doria wamefanikiwa kukamata silaha aina 2 pistol, moja ikiwa ni aina ya Retal G91C yenye namba za usajili R1YGC MOYO1-2400425 na kaliba tunasema milimita, kipenjo chake ni 9 mm, ikiwa na risasi 150 kwenye kasha zake. Silaha ni mpya kabisa, kasha zake 3 na kila kasha ikiwa na risasi 50, ikiwa na rangi nyeusi. Silaha hiyo ilikamatwa mnamo tarehe 21 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 11:30 jioni kwenye maegesho ya magari maeneo ya Majengo Tunduma, ikiwa imetelekezwa na mkoba wake ambao mtauona. Lakini pia kuna silaha nyingine aina ya pistol pia, silaha nyingine aina ya pistol yenye namba CZ92 aina ya Browning yenye namba za usajili A42-8007 na kaliba 6.35 kaliba kipenyo, ikiwa na risasi 6 yenye rangi ya gold na weusi. Ilikamatwa mnamo tarehe 14 mwezi wa 5 majira ya mchana maeneo saa 6 mchana maeneo ya soko la Black kule Tunduma, wilaya ya Momba. Itakumbuka silaha hiyo ambayo tutaiona baadaye iliibiwa katika tukio la uvunjaji lililotokea nyumbani kwa Bwana Emmanuel John Fungo, ambaye ndiyo mmiliki wa silaha hiyo, ambayo ilitokea tarehe 5 na tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu, ambayo ni maeneo ya Haloli, kata ya Vwawa, wilaya ya Mbozi. Na katika ukamataji wa silaha hiyo katika soko hilo la Black Market kule Tunduma, mtuhumiwa alifanikiwa kukimbia na kuitupa silaha hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali kuhakikisha kwamba mtuhumiwa na hata wale waliovunja wanaweza kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa hatua zaidi. Nipende kutoa shukurani kwa shukuru wananchi kwa matukio yote mawili, kwa jinsi ambavyo wameweza kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa taarifa na hata ukamataji. Pamoja na kwamba alikimbia, lakini wananchi walitusaidia sana, lakini alizidi nguvu na kuweza kukimbia, na mazingira ya Tunduma tunayafahamu wote. Kwa hiyo nitoe
shukrani za dhati, na wananchi waendelee kutoa ushirikiano ili makosa kama haya tuende kudhibiti na silaha kama hizi ziweze kuzagaa katika maeneo yetu, manake ni hatari. Aidha, nitoe wito kwa wananchi pia, kwa wetu wa Songwe, wacha kujichukulia sheria mikononi, kwani matatizo na migogoro ya kifamilia ama ugoni kama tulivyosema yanaweza kushughulikiwa na vyombo maalum vilivyokasimiwa kushughulikia matatizo kama hayo. Umehisi ugoni ni kosa, lipo, utakwenda mahakamani, lipo vyombo hapo ustawi wa jamii watakusaidia na wanasheria jinsi ya kutatua matatizo kama hayo, na si vinginevyo kufanya mauaji kwa sababu tu. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.